Dira ya 2050 imeweka matarajio makubwa ya kujenga uchumi wenye ushindani unaongozwa na tija, ubunifu, teknolojia na ushiriki mpana wa sekta binafsi. Ni dhahiri kuwa ili kufikia malengo hayo kunahitajika uwekezaji mkubwa katika viwanda, utalii, uchumi wa bluu, kilimo cha kisasa, huduma za kifedha, uchumi wa kidijitali pamoja na maendeleo ya rasilimali watu. Napenda niahidi kuwa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar itaendelea kushirikiana kikamilifu na Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kuhakikisha maeneo haya yanapewa kipaumbele katika utekelezaji wa dira. Natumia fursa hii kuwahimiza wadau wa sekta binafsi kuendelea kushirikiana kwa karibu na serikali katika kufanikisha utekelezaji wa dira ya 2050. Ushirikiano huu unapaswa kwenda pamoja na uwekezaji katika maeneo ya kimkakati, matumizi ya teknolojia ya kisasa, uongezaji wa tija pamoja na kuendeleza ubia utakaowezesha Tanzania kufikia malengo yake ya muda mrefu. Tunataka uwekezaji unaokuza ujuzi wa nguvu kazi ya ndani, ikiwemo kuyawezesha makundi maalumu ya vijana, wanawake na watu wenye ulemavu kushiriki kikamilifu katika mnyororo wa thamani ya uzalishaji. Nasema kwa msisitizo kwamba utekelezaji wa dira 2050 unahitaji sekta binafsi yenye maarifa, ubunifu na uwezo wa kukuza bidhaa, huduma ndani ya masoko ya ndani, lakini pia masoko ya kikanda na kimataifa. Na kuna ombi lilitoka hapa nadhani kwa rais wa sekta binafsi kwamba tuijenge sekta binafsi. Ilivyo sasa hamtafikia huko tunakotaka. Nami nataka kuahidi kwamba tutashirikiana 2, 3. Naam. Taratibu nyenzo inapanda. Naam, makofi mengi na vigelegele. Naam, anaojua dira hizo, makofi tena mengi sana. Mheshimiwa Spika anapokea. Mengi. Makofi tena mengi ndugu zangu.